Nilikuwa ninamtazama msemaji wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa, kaka yangu Amos Gabriel Makalla, akieleza mbele ya umma kwamba yanayoendelea mkoani Arusha ni mambo ya kawaida tu, na akitumia mfano kwamba huo ni mwezi mchanga utapita. Mbali na mambo mengine, alikuwa anamaanisha kwamba yanayoendelea kati ya mbunge wa jimbo la Arusha mjini Bwana Gambo ni kwamba ni ya kawaida tu dhidi ya mkuu wa mkoa wa Arusha Bwana Paul Makonda. Akaenda mbali huku akitabasamu na kucheka sana, akisema Gambo ni mdogo wake na Makonda pia ni mdogo wake, hivyo hawezi kuingilia ugomvi wao uliopo kwa sasa, yani mkuu wa mkoa kutaka ubunge na Gambo kuendelea kutaka ubunge wa wananchi wa jimbo la Arusha mjini. Mimi ninadhani Amos Makalla ni kama hakupaswa kuyasema yale, bali ninadhani alipaswa kumshauri mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumuondoa Makonda katika mkoa wa Arusha, ama kumuondoa katika nafasi ya ukuu wa mkoa, ili awe huru kama mwanasiasa huru kufanya kazi ya siasa katika kuelekea safari ya matumaini ya ubunge wa Arusha mjini. Kwa nini ninasema hivyo? Ikumbukwe Makonda kama mkuu wa mkoa ndiye mwenyekiti wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama katika mkoa wa Arusha. Anaweza kaamuru chochote. Niwarejeshe nyuma kidogo, kama nilivyokuwa nimewaambia tangia siku zingine zilizopita kwamba nitakuwa nawakumbusha baadhi ya matukio. Yuko mbunge wa Nzega, si mwingine Dr. Hamisi Kigwangalla, kwa wale wanaokumbuka, akiwa mbunge wa kawaida kabla hajapata uwaziri na sasa pia ana uwaziri. Alikuwa akitetea wananchi wa jimbo lake. Lakini kilichokuwa kikimpata ama kilichokuwa kimewahi kumpata, aliamliwa kukamatwa na askari polisi na kukwidwa kabisa kibindo. Ni mbunge. Maana yake nini? Maana yake kwamba mkuu wa mkoa, kwa mfano Makonda, anaweza kuamuru vyombo vya ulinzi na usalama, chombo chochote kile, kikamfanyia jambo lolote mbunge ambaye yuko madarakani kwa sasa, ambaye ni Mrisho Gambo. Jambo ambalo ninadhani sio la haki, ingawa nafahamu neno haki linawaudhi sana baadhi ya watawala wa Afrika. Pamoja na mambo mengine yote ya Mrisho Gambo, kwa wakati ule alipokuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, aliyokuwa anamfanyia Bwana Godbless Lema akiwa mbunge wa Arusha kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ni funzo, hayakuwa haki, na sasa pia yeye atendewi haki. Lakini je, tunyamaze tuendelee kufanya yale yale ambayo sio haki katika nchi? Na tufurahi kwamba huyu pia analipiziwa labda kisasi kwa namna moja ama nyingine, anavuna alichokuwa na kibanda, anapitishwa katika njia zile zile ambazo yeye pia aliwahi kuwapitisha watu wengine? Je, uwe utamaduni wetu? Ushauri wangu, ninaona ipo haja ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ikimpendeza, Watanzania wapo wengi wenye sifa za kuwa wakuu wa mikoa, za kuwa wakuu wa wilaya, za kuwa wakurugenzi, wakuu wa vitengo mbalimbali serikalini. Kwa kuanzia, ninadhani anaweza kafanya mabadiliko ya uongozi, ikiwemo kuwaondoa wakuu wa mikoa wote
wakuu wa wilaya, wakurugenzi, hasa zile nafasi ambazo yeye anateua. Wawe huru, wawe raia wa kawaida ili wakapambane vizuri katika majimbo hayo. Zimebaki siku chache tu. Watanyanyasika sana wabunge ambao wapo katika mikoa ama majimbo ambayo baadhi ya watu wanagombea. Kwa mfano, mkuu wa mkoa X anataka kwenda kugombea jimbo X la mkoa mwingine. Unadhani akimwambia mkuu wa mkoa mwenzake amfanyie jambo fulani mbunge wa eneo husika, yule mkuu wa mkoa mwenzake atakataa? Atampuuza? Niombe, ikimpendeza Mheshimiwa Rais pamoja na wasaidizi wake, wapo kama nilivyosema, wapo vijana wengi ambao wanaweza kushika nafasi hizo za ukuu wa mikoa, ukuu wa wilaya. Tusitengeneze kama utamaduni kutokutenda haki katika taifa. Tuwape nafasi watu wengine ili hao wanaoonyesha nia ya kwenda kugombea nafasi za ubunge wawe huru, wafanye mambo yao mengine kwa uhuru, ili kuleta pia ufanisi wa kazi, kwamba mkuu wa wilaya atakayeteuliwa kwa sasa, mkuu wa wilaya wa mkoa atakayeteuliwa kwa sasa, mkurugenzi atakayeteuliwa kwa sasa, ataenda kufanya kazi yake ya ukurugenzi, ataenda kufanya kazi yake ya ukuu wa wilaya, ataenda kufanya kazi yake ya ukuu wa mkoa kwa ufanisi mkubwa kuliko mtu ambaye yuko madarakani hapo lakini anafikiria na ubunge. Sidhani kama ufanisi ama concentration ya akili yake itakuwa kwenye majukumu yake ambayo anayo kwa wakati huu. Mheshimiwa Rais, ni rai yangu kwako, ikikupendeza unaweza ukafanya hivyo, lakini isipokupendeza waache waendelee kama ambavyo hali ilivyo. Lakini watazamaji, nanyi mnayo nafasi ya kusema neno ama kutoa maoni yenu katika jambo hili. Karibu kwa maoni yenu.